Moja pia kati ya taarifa ambayo utaisikia muda huu ni kuhusu Urusi kukusanya wanajeshi takribani 50 katika eneo la kaskazini mashariki la mkoa wa Sami huko nchini Ukraine, ambako Urusi katika siku za hivi karibuni imeweza kuzidisha mashambulizi yake huko kwenye mkoa mpya wa Ukraine unaofahamika Sami, ikidaiwa ya kwamba Urusi pia imelenga kutengeneza au kuunda eneo la hifadhi la kilomita takribani 10 ili pia kuhakikisha ulinzi mkubwa kwenye jimbo la Kursk ambalo wanajeshi wa Ukraine waliweza kufanya uvamizi katika jimbo hilo mwezi wa 8 2024, ambako pia Urusi imefanya ukombozi katika mwezi uliokuja kupita mwezi wa 4 mwaka huu, ikidai ya kwamba wanajeshi karibia wote wamefukuzwa katika jimbo hilo la Kursk lililoko huko nchini Urusi. Hivyo baada ya ukombozi huo, wanajeshi wengi imeripotiwa ya kwamba pia wameweza kuanzisha mashambulizi na kupelekwa kwenye mkoa mpya au kuanzisha uvamizi wa kuchukua maeneo baadhi kwenye jimbo au mkoa huo wa Ukraine unaofahamika kama Sami, ulio karibu kabisa na mkoa wa Kursk huko nchini Urusi. Na baada tu ya taarifa hii kuhusu wanajeshi 50 wa Urusi kukusanyika huko mkoani Sami nchini Ukraine, nitakufahamisha taarifa nyingine pia ambayo inaeleza kwamba Urusi kwa kila mwezi imekuwa ikiingiza watu takribani 40,000 hadi 45,000 kujiunga na jeshi huko nchini Urusi ili kupigana pia na vikosi vya Ukraine, ikiwa pia ni kulinda idadi kubwa ya ongezeko la wanajeshi, ambako pia Putin mwaka huu alitangaza ongezeko kubwa la kuunga vijana au watu huko kwenye jeshi lake. Karibu sana, unaweza kunifuatilia mwanzo hadi mwisho. Utasikia hapa pia ambacho kimezungumzwa muda huu kuhusu hicho ambacho nimekudokeza hapo awali, na pia unaweza kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia ripoti zote ambazo nimekuwa nikiziweka hapa basi unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Vikosi vya Urusi vinakusanya wanajeshi takribani 50,000 karibu na eneo la kaskazini mashariki la Sami huko nchini Ukraine, wakitaka kuunda eneo la hifadhi la kilomita 10 katika eneo hilo. Rais wa Ukraine anayefahamika kama Volodymyr Zelensky aliwaambia hivyo waandishi wa habari kuhusu taarifa hii. Amesema sasa wanakusanya wanajeshi kuelekea mkoani Sami, zaidi ya 50,000 wanaelewa, lakini wamepata mafanikio huko, Zelensky alisema kwenye maoni yaliyoripotiwa na Ukrform tarehe 28 Mei, yani siku ya leo, akiongeza ya kuwa Moscow inalenga wanajeshi wake bora zaidi katika oblasti ya Kursk iliyo jirani. Kauli hiyo inajiri huku kukiwa na maonyo ya uwezekano ya mashambulizi mapya ya Urusi msimu huu wa joto, kwani juhudi za upatanisho Marekani zimeshindwa kuleta makubaliano ya kusitisha mapigano hadi wa sasa. Urusi imezidi kufanya kazi katika eneo la Sami huko nchini Ukraine baada ya kusukuma zaidi vikosi vya Kiev kutoka eneo la Kursk, ambapo mamlaka ya Ukraine hivi karibuni ilithibitisha kwamba vikosi vya Urusi viliteka vijiji 4 vya mkoa wa Sami karibu na mpaka wa Novinka, Zuravinka, Veselevinka na huko Basivika, ambako pia kulingana na Kiev ilisema ya kwamba Urusi ilipanga kuanzisha mashambulizi katika eneo la Sami tayari mwaka 2024, lakini mpango huo ulitatizwa na uvamizi wa Ukraine katika eneo la Kursk, na Urusi imeonyesha mara kwa mara mipango ya kuunda eneo la buffer kati ya Ukraine na Urusi katika ukanda huo. Zelensky aliongeza kuwa vikosi vya Urusi pia vitafanya kila kitu kuingia katika jimbo la Dnipropetrovsk huko Ukraine, eneo la mashariki ambalo kwa kawaida kulengwa na mashambulizi angani, lakini hadi sasa bado halijaguswa na operation za ardhini za Moscow. Watafanya kila kitu kuvuka mpaka wa kiutawala wa oblast ya Dnipropetrovsk. Hadi sasa wajafaulu, Zelensky alisema. Kwa mujibu wa rais pia alisema lengo kuu la kimkakati la Urusi linasalia kuchukua udhibiti kamili wa majimbo ya Donetsk na huko Lugansk, huko Kiev na washirika wake wa Magharibi wakiitaka Moscow kukubali usitishaji vita bila masharti. Urusi pia inaendelea kukataa mapatano hayo na inazidisha mashambulizi yake dhidi ya miji ya Ukraine na kuandaa mashambulizi zaidi kwenda nchini humo.
Zelensky pia alisema ya kwamba haamini ya kwamba Washington itaunga mkono kujiondoa kikamilifu kwa Ukraine kutoka katika maeneo manne yaliyokaliwa kwa mabavu na Urusi, mahitaji ambayo yametolewa mara kwa mara na Urusi. Shirika la habari la Interfax Ukraine limechapisha hivyo. Alisema ya kwamba kilichoandikwa katika mkataba haijalishi ikiwa tunazungumza zaidi ya karatasi tu, tunazungumza juu ya kile kinachoweza kusababisha hatua ya kwanza, kusitishwa kwa mapigano. Zelensky alisema hivyo akiwaambia waandishi wa habari. Alisema, nadhani hata katika ngazi ya juu zaidi Washington leo haitaunga mkono Ukraine kujiondoa katika maeneo yaliyodhibitiwa na Ukraine. Aliendelea kwa kusema kwa kuwa Kyiv haitaki Washington iondoke kwenye juhudi za amani. Urusi tena ilikataa wito wa Kyiv na washirika wa Magharibi wa kusitisha mapigano bila masharti wakati wa mazungumzo ya amani ya hivi karibuni huko Istanbul, ikikazia kwamba lazima Ukraine iondoe majeshi yake kutoka mikoa ya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia na huko Kherson. Moscow ilitangaza kinyume cha sheria kunyakua mikoa hiyo minne mwezi wa 9, 2022 licha ya kutodhibiti kikamilifu, ambako Urusi inaendelea kumiliki takriban 20% ya eneo la Ukraine, ikiwa ni pamoja na rasi ya Crimea iliyotwaliwa kinyume cha sheria mwaka 2014. Huku utawala wa Bwana Donald Trump ukijaribu kusuluhisha makubaliano ya amani kati ya Moscow na Kyiv, imeripotiwa kutoa makubaliano mbalimbali kwa Moscow, ikiwa ni pamoja na kutambua uwezo wake wa kudhibiti Crimea na kuondolewa kwa vikwazo kwa nchi hiyo. Wakati huo pia maafisa kutoka Washington wameashiria kupinga ombi la Urusi la kujiondoa kwa Ukraine kutoka maeneo yanayoshikiliwa na Ukraine, ambako makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance alisema Mei 7 ya kwamba Urusi inaomba mengi mno, ikisisitiza kufadhaika kwa Washington kutokana na ucheleweshaji wa Moscow. Zelensky pia alisema ya kwamba Urusi inakusanya takribani wanaume 40,000 hadi 45,000 kwa ajili ya jeshi lake kila mwezi, huku Ukraine ikikusanya takribani watu 25,000 hadi 27,000. Ndicho ambacho pia alikisema kiongozi huyo. Moscow imezidisha juhudi zake za vita licha ya wito wa Kyiv, Washington na washirika wa Ulaya kwa ajili ya kusitisha mapigano bila masharti kama hatua ya kwanza kuelekea makubaliano ya amani. Marekani inapotuma ishara ya kwamba inataka kufanya kitu chanya na Urusi, basi Urusi huharakisha uhamasishaji wake, Zelensky alisema hivyo. Ingawa Ukraine inakadiria kuwa Urusi imeathiriwa na takribani watu milioni 1 wakati wa vita vikubwa, imeweza kwa kiasi kikubwa kulipia hasara kutokana na wanajeshi wapya wa kandarasi. Mwishoni mwa mwaka uliopita 2024, rais wa Urusi Vladimir Putin alitia saini amri ya kuongeza ukubwa wa wanajeshi wa Urusi kufikia kadri ya milioni 2.4, ikiwemo wanajeshi milioni 1.5. Urusi pia inalenga kuandikisha wanajeshi 160,000 kwa ajili ya utumishi wa kijeshi wa lazima mwaka huu, ikiashiria kampeni kubwa zaidi ya kujiandikisha katika kipindi cha miaka 14. Urusi hutekeleza uandikishaji wa kijeshi mara 2 kwa mwaka katika majira ya kuchipua na vuli, hivyo kuhitaji wanaume wanaotimiza masharti kuhudumu kwa mwaka mmoja. Ingawa wanajeshi wa Urusi kwa kawaida hawatumii katika vita vinavyoendelea, lakini Moscow imeegemea motisha fedha na msamaha kwa ajili raia kwa ajili ya vita ya Ukraine. Kufuatia uhamasishaji ambao haukupendwa na watu wengi wa Septemba 2022, ambao ulisababisha zaidi ya Warusi 261,000 kukimbia nchini humo, Putin ameepuka rasimu nyingine kubwa. Badala yake anatumia mbinu mbadala ili kuongeza idadi ya wanajeshi. Tofauti na Urusi, Ukraine pia inakabiliwa na uhaba mkubwa wa wafanyakazi
mwishoni mwa mwaka uliopita, huku kukiwa na shambulio kubwa la Urusi katika mkoa wa Donetsk, ambako uongozi wa Kiev umejaribu kupunguza mzozo huo kwa kupanua wigo wa uhamasishaji na kutoa motisha mpya kwa wanaojitolea.